Hello vipenzi vyangu, karibu kwa utabiri wa nyota wa Jumatano ya tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka tumeshaingia katika msimu wa nyota ya Simba, na wengi wanapenda kujua nyota ya Simba ni ya watu aina gani. Jua lishaingia katika kipindi cha nyota ya Simba ambao ni msimu ambao unaanza kwenye tarehe 22 Julai hadi tarehe 22 Agosti, lakini inategemea na mwaka utakuwa na siku ngapi, nategemea na mwaka. Kwa hivyo nyota ya Simba ni nyota ambayo inatawaliwa na jua, ambayo katika unajimu jua linaashiria uhai, kujiamini, utambulisho wako, ubunifu na nguvu za kuongoza. Kwa hivyo msimu huu wa Leo season kuna vitu vitajitokeza na kuna nyota ambazo zitaguswa zaidi na nishati hii ya Leo season. Leo season ni kipindi cha watu wengi kuweza kuhisi kuongezeka kwa kujiamini au ujasiri, kwa sababu nimekuambia inatawaliwa na jua, the sun. Sasa jua huwa ni utambulisho wako, na ndio maana palipo na jua ndipo penye nyota yako. Kama jua lako liko katika nyota ya Taurus, unakuwa Taurus. Ukizaliwa katika jua likiwa katika msimu wa Cancer, yani jua ndio utambulisho, ndio watu tunaangalia sun sign. Kwa hivyo kipindi hiki kutakuwa na kuongezeka kwa kujiamini na ujasiri. Kuna ile hamu ya kutaka kuonyesha vipaji vyako na uwezo wako. Kuna ule msukumo wa kuanzisha iwe ni biashara au miradi mipya utakuwepo. Pia kuna ile kutafuta kutambulikana kwa juhudi ambazo wewe mwenyewe umeziweka. Kuna ile kuimarika kama ubunifu katika kazi, sanaa au hata biashara. Kwa hivyo kipindi hiki ni kizuri sana kwa mtu ambaye anataka kukua na kuanza upya. Ni kipindi ambacho unataka kujiuliza, ninataka kukumbukwa kwa jambo gani na nafaa kuchukua hatua zipi. Kwa hivyo kuna nyota ambazo zitaathirika zaidi, na nyota ya kwanza ni nyota ya Simba, haswa ikiwa ni msimu wao. Kwa hiyo nguvu nyingi zinaongezeka, na huu ni wakati mzuri sana kwa nyota ya Simba kuanzisha mipango mipya. Wanaweza kuomba kazi, wanaweza kuanzisha biashara, na hata wanaweza kujitokeza hadharani na wakawa sawa. Nyota nyingine ni nyota ya Ndoo au Aquarius. Kwa nini ni nyota ambayo pia inaweza kupitia msimu mzuri katika Leo season? Kumbuka kinyume cha nyota ya Simba ni nyota ya Ndoo katika gurudumu la nyota. Kwa hivyo hii ni opposite sign ya nyota ya Simba. Kwa hivyo inaweza ukipindi hiki wanaweza kuwa vizuri katika masuala yao, wanaweza kung'aa, lakini pia kwa sababu ni opposite side inaweza kuleta majaribio katika mahusiano, katika ushirikiano, pia majaribio au changamoto katika kufanya maamuzi. Kwa hivyo hii inaweza kuletea fursa kama ni Aquarius ya kuweza kusawazisha maisha yako, lakini kumbuka pia kuna ile ugumu fulani kwa sababu ni opposite sign ya nyota ya Simba. Nyota nyingine ni Ng'ombe au nyota ya Taurus, ambao anaweza kulazimika kuzingatia zaidi masuala ya familia, masuala ya kifedha, kiusalama. Kwa hiyo ni kipindi kizuri cha uwekezaji na kuimarisha msingi wa maisha yao. Kumbuka Simba na Taurus ni marafiki hawa. Nitakuja kueleza video kamili ya kuweza kuelewa compatibility ya kila nyota. Tuendelee. Pia Nge au Scorpio ni msimu mzuri sana. Msimu huu katika watu wenye nyota ya Nge au Scorpio wanaweza kupata mabadiliko katika kazi, malengo yao, nafasi katika jamii, jitihada zao wanazozifanya. Hata kila kitu wanachokifanya kinaweza kuwa vizuri, lakini watahitaji kuwa na uvumilivu ili waweze kukabiliana na changamoto. Pia nyota zingine ambazo zinaweza kuwa na msimu mzuri katika kipindi cha Leo season ni nyota zenye ishara ya moto ama fire elements, ambazo ikiwepo ni Aries, Leo na Sagittarius. Pia hizi nyota zinaweza kuhisi ile nguvu ya Leo. Kumbuka Leo ni fire element. Kwa hivyo hizi zinaweza kuhisi ni kipindi cha kuchukua hatua kwao, ni kipindi cha kuongoza, ni kipindi cha kusafiri, ni kipindi cha kujifunza na hata kuanza miradi mipya. Pia nyota za hewa zinaweza kuhisi mvuto, haswa kina Gemini, Libra na Aquarius. Inaweza kunufaika sana swa kipindi hiki kupitia mawasiliano, mitandao ya kijamii, elimu, kushirikiana, mawazo yao, watu wapya wanaweza kuja, pia milango mipya inaweza funguliwa. Na tukiangalia nyota za earth element ikiwemo Taurus, Virgo na Capricorn, wakati huu ni wa kujenga utulivu wa kifedha. Kazi, nidhamu, tena iwe nidhamu ambayo itakupatia pesa kwa muda mrefu sana, na nidhamu yao itaanza kuzaa matunda. Pia kwenye nyota za maji au water element, Cancer, Scorpio na Pisces zinaweza kuongozwa haswa kihisia,
mahusiano na pia kukua kiroho. Kwa hivyo kipindi hiki ni kipindi chao ambacho wanaweza kupata uponyaji wa kihisia na kufanya maamuzi muhimu kuhusu maisha yao binafsi. Kwa hivyo ujumbe huu, kabla tujaenda utabiri wa nyota wa siku husika ya tarehe 22 Jumatano, unasema kuwa msimu wa Simba ama msimu wa Leo season unatukumbusha kwamba kila mtu ana kipaji cha kipekee, kwa sababu huu msimu unatawaliwa na jua, na jua ndio sun sign yetu ya kutuelezea vipaji vyetu halisi. Kwa hivyo inatuambia kuwa kila mtu ana kipaji cha kipekee. Kwa hiyo ni wakati wa kuacha kujificha na kuanza kuamini uwezo wako. Chukua ile nafasi yako, usiogope watu watasema nini, kwa sababu jua linapokuwa katika nyota ya Simba linaangazia kila mtu. Litaangazia uongozi, litaangazia ubunifu, litaangazia ujasiri, litaangazia uzuri wa kuweza kuonyesha uwezo wako na kujenga maisha ambayo unayatamani. Na ukumbuke kwamba katika unajimu tafsiri hizi zinabeba nishati husika. Hivyo basi kama wewe hata hauko na nyota ya Simba, lakini katika nyota ya Simba ulizaliwa, kulikuwa na placement pale. Unajua unaweza zaliwa ukawa Cancer, lakini kwenye mlango wako wa Leo, house of hiyo identity, ukapata kuna nyota nyingine pale, pia unakuwa unaathirika na hii Leo season. Kwa hiyo tuendelee kwa utabiri wa nyota. Kumbuka kusubscribe katika channel yangu ya Dr. Mwaka Global, like, comment and share. Utabiri wa nyota wa Jumatano ya tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jua tumesema liko katika msimu wa Simba, tumeingia katika Leo season, lakini mwezi utaendelea kuwa katika nyota ya Nge au Scorpio. Kwa hivyo leo jua likiwa katika nyota ya Simba linakuongezea wewe kuwa jasiri, kuweza kujiamini na pia kuwa na hamu ya kuonyesha vipaji vyako. Lakini hivyo hivyo mwezi ukiwa katika nyota ya Nge unakuhimiza kufanya maamuzi ya kina kabla hujachukua hatua yote. Kwa hivyo unafaa kujiandaa pia kwa mabadiliko makubwa. Ni siku ya kuweza kuwa makini na fedha zako, kulinda mahusiano na hata kutumia busara unapokabiliana na changamoto yoyote. Tuangalie nyota ya Aries ambayo ni nyota ya kwanza. Aries leo unaweza kukutana na mtu ambaye huyu mtu anakuwa na ushawishi mkubwa na amekuwa muhimu katika ndoto zako za mafanikio. Njia zilizokuwa zimekwama zitaanza kufunguka, lakini kuwa makini na uwekezaji au ahadi za faida kubwa kabla ya kufanya maamuzi yoyote. Kuna uwezekano wa kusafiri na mwenzi wako au mtu unayempenda na kusimama kutetea haki za wengine na kusimamia haki za wengine kutakuongezea heshima. Pia baadhi yenu wanaweza kukumbana na changamoto kazini au kuharibikiwa na kitu cha thamani, lakini usikate tamaa, kwani mafanikio yako hayajafutwa, yanahitaji tu uvumilivu. Nyota ya Taurus, tukiangalia utabiri wa tarehe 22 mwezi wa 7, naona biashara zako zinaonyesha mafanikio na faida nzuri. Pia huku hali yako ya kifedha inaendelea kuimarika. Ni wakati mzuri wa kuboresha afya yako na kufanya maamuzi yatakao kuletea ustawi wa muda mrefu. Unaweza kuamua kuvunja urafiki au mahusiano yanayokutumia kwa maslahi binafsi na kuanza ukurasa mpya wenye amani. Pia naona bahati ya fedha na mapenzi itaongezeka, na baadhi yenu mnaweza kuingia kwenye ndoa au uhusiano wa kudumu bila kutarajia. Pia kuna uwezekano wa kupokea urithi, zawadi au mali yenye thamani. Katika nyota ya Gemini au mapacha, naona afya yako inaendelea kuimarika kwa sababu unaendelea kujitunza vizuri. Kwa kama unafanya mambo na weight loss, uko vizuri. Na pia naona kuwa familia itakuwa chanzo cha nguvu na kujiamini kwako. Huku yale maarifa ambayo unayakusanya yatafungua milango ya mafanikio ya baadaye. Pia naweza kuona kuwa umekuwa ukitamani kufanya kazi nje ya nchi au kupata fursa zinazohusiana na safari. Hata hivyo, baadhi yenu wanaweza kupitia changamoto za mahusiano au kuhisi maumivu ya kichwa kutokana na mawazo mengi. Licha hayo yote, naona pia bahati ya fedha itaanza kuongezeka. Nyota ya Cancer au Ka, bidii yako kazini itaanza kutambuliwa na viongozi, na chanzo kipya cha mapato kinaweza kuboresha hali yako ya kifedha. Unaweza kutembelea ndugu au kutumia muda na familia. Hii itakuletea furaha na kumbukumbu nzuri. Pia unaweza kujifunza ujuzi mpya utakao kuongezea thamani yako. Na kwa upande wa mapenzi, unakaribia kuingia kwenye uhusiano mzuri ambao utakuletea furaha, huku bahati ya fedha ikiendelea kukufuata katika kipindi hiki. Tukiangalia katika nyota ya Leo au Simba, kuna fursa za uwekezaji na maendeleo ya biashara zinaendelea kujitokeza. Naona kuna uwezo
Uwezo wako wa kuwasiliana na kuongoza utavutia watu wengi. Pia familia itaendelea kuwa nguzo muhimu kwako, haswa kipindi hiki chako cha Leo season. Afya yako naona inaanza kuimarika, ikiwa kama imekuwa ikikusumbua. Bahati zako zile ambazo zilikuwa zimekwama zinaanza kufunguka, na unaweza kufungua biashara mpya na kufanya jambo moja muhimu kwa ajili ya mtu unayempenda. Fursa mpya zitaendelea kuingia mfululizo, haswa jua linapokuwa katika ishara yenu. Vago au nyota ya mashuke, leo unaweza kupata fursa nzuri ya kifedha na kufanya uamuzi muhimu kuhusu maisha yako binafsi. Kazini utakuwa na majukumu makubwa, lakini uwezo wako utakusaidia kuyatimiza vizuri. Mafanikio yako kuna familia ambaye hayamfurahishi. Hata hivyo, unaweza kuhisi maumivu ya kiuno au kubanwa kifua kutokana na uchovu au msongo wa mawazo. Usikate tamaa, kwani bahati yako bado ipo na vikwazo vilivyopo vitapita. Libra au nyota ya mizani, naona kuna biashara na uwekezaji vinaonyesha dalili nzuri za mafanikio, na baadhi yenu mnaweza kupanga hata kuhamia nyumba mpya au kuwekeza kwenye mali, na kuendelea kuwasiliana na marafiki kutakuletea manufaa. Hata hivyo, husda au kuingiliwa, watu wanaweza kujaribu kuvuruga mahusiano au mipango yako ya kazi, itakuletea husda. Lakini usiogope, endelea kufanya maombi na kuwa na subra. Fanya cleansing kwa sababu juhudi zako zitaleta matokeo mazuri. Pia kuna uwezekano wa mapato yako kuweza kuongezeka. Scorpio au nyota ya nge, naona bidii yako itakuletea pongezi kutoka kwa viongozi, na unaweza kupata mafanikio makubwa katika kazi yako. Pia bahati ya kifedha iko upande wako, na unaweza kununua au kupata nyumba. Upendo ambao ulikuwa ukionyesha kwa mwenzi wako utakuletea dalili nzuri na pia kukuletea furaha. Ingawa unaweza kuhisi watu wanakuonea wivu au kukurudisha nyuma, usiogope hii hali, kwa sababu baraka zinaanza kuleta mabadiliko mazuri katika kazi, ndoa, maisha yako kwa ujumla yatabadilika. Sagittarius au nyota ya mshale, naona faida za uwekezaji wa zamani zinaanza kuonekana, na juhudi zako kazini zitaboresha mustakabali wako. Safari cha kuwepo au kuhama kunaweza kuwa sehemu ya mipango yako unayotaka kufanya. Kwa hiyo pia naona baadhi yenu mnaweza kuhisi maumivu ya kichwa au kuwa na wasiwasi kuhusu mahusiano yenu. Habari njema ni kwamba unaweza kupata ahadi ya fedha au msaada utakaorahisisha mipango yako ya baadaye. Katika nyota ya Capricorn au nyota ya mbuzi, naona utahisi kuthaminiwa katika mikusanyiko ya kijamii, na utaendelea kufanya maendeleo mazuri katika kazi au masomo. Ile mipango yako kuhusu biashara, kazi na fedha inaonyesha dalili nzuri za kutimia. Watu wenye mtazamo chanya watakutia moyo na kukusaidia kuona fursa mpya ambazo hukuziona hapo awali. Nyota ya Aquarius au Ndoo, naona kutakuwepo na mapumziko mafupi ambayo yatakusaidia kurejesha nguvu zako. Lakini kazini unaweza kukutana na mazungumzo yanayohitaji uvumilivu. Mipango ya kununua au kukodisha mali inaendelea vizuri, na habari njema zinaweza kufika nyumbani. Ingawa unaweza kuhisi bahati zako zimecheleweshwa au kuna watu wanaozivuruga, usikate tamaa. Endelea kuwa na imani na kufanya juhudi, kwa sababu mafanikio yako yapo bado njiani. Pisces au nyota ya samaki, kuendelea kujitunza kutakusaidia kuboresha afya yako. Kazini unaweza kulazimika kuchukua hatua dhidi ya mtu mwenye mwenendo usiofaa, huku changamoto zikikufundisha wewe mwenye nyota ya Pisces kuvumilia. Unaweza kuhisi wasiwasi kuhusu kazi au ndoa, na hata kupata maumivu ya kichwa kutokana na mawazo mengi. Hata hivyo, kutumia muda na watu unaowapenda kutakubadilishia mtazamo wako, kutakusaidia pia kuona fursa mpya. Ukivumilia na kuendelea mbele, hali yako itaanza kubadilika hatua kwa hatua. Huo ndio utabiri wa tarehe 22 Jumatano mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, hapa ndipo channel unaopata utabiri kwa muda unaofaa, na pia kwa masuala ya kiroho kuhusu tarot trading, na pia masuala mengi na elimu nyingi za elimu ya siri. Kumbuka kulike, comment and share, na usisahau kusubscribe.